Na mtazamaji, katika makala yetu ya Ifahamu China, China inalenga kukamilisha kwa kiasi kikubwa ujenzi wa mtandao wa reli wa kisasa na wa kiwango cha juu duniani kufikia mwaka 2030. Kwa mujibu wa shirika la reli la China, mradi huu unatarajiwa kuimarisha kwa kiwango kikubwa miunganisho wa kikanda. Maelezo zaidi ni katika makala yetu kuhusu Ifahamu China. Brigedi moja ya jeshi la kundi la 79 ilifanya mafunzo ya kivita ya kutumia nguvu halisi yakilenga kupima uwezo wa kudhibiti na kutua ngome ya adui. Mafunzo hayo yalihusisha vikosi 4 vya uvamizi na kikosi kimoja cha droni pamoja na magari mawili ya askari binadamu na roboti za miguu minne. Maafisa walichukua takribani dakika 6 tu kushinda pambano hilo, hatua iliyoimarisha kwa ufanisi uwezo wao wa kuhimili mazingira ya uwanja wa mapambano na kasi ya kuchukua hatua. Katika bandari ya kijeshi ya mji wa Qingdao mkoani Shandong mashariki mwa China, manowari ya kwanza ya China aina ya Type 055 yenye makombora ya kuongozwa yani Nanchang pamoja na manowari za makombora Shining na Weifang zimekusanya wanajeshi wa wanamaji tayari kuelekea katika maeneo maalum ya baharini kuanza mafunzo yao ya kwanza ya mwaka yanayolenga mapigano halisi. Mazoezi ya wanamaji yanajumuisha uendeshaji wa meli na matumizi ya silaha chini ya hali ngumu za hewa, mashambulizi ya mizinga ya majini dhidi ya malengo ya baharini na ya nchi kavu, pamoja na kurusha mabomu ya kuzuia mawasiliano na mabomu dhidi ya wapiga mbizi wa kivita. Pia yanahusisha mafunzo ya urambazaji katika mazingira maalum kama vile njia nyembamba za maji, kukatika kwa umeme na kuvuja kwa maji ndani ya meli. Katika kambi moja ya jeshi la anga, ndege kadhaa za kivita zisizoonekana kirahisi kwenye rada aina ya J-20 zilipangwa kwenye mstari. Wahandisi wa ardhini walikuwa wakifanya ukaguzi wa kina wa mifumo ya ndege hizo kwa kufuata njia maalum. Mara baada ya kuruka, ndege hizo zitahusika haraka katika mapambano ya angani ya majaribio kati ya vikosi pinzani yani Red Blue, ikiwemo mapigano ya anga ya masafa marefu yasiyoonekana kwa macho na mafunzo mengine ya kina ya kijeshi.